lakinnahu khuliqal insanu min ajal, lakini binadamu mkaidi mno, anashaka, amini haya, ameumba tabia haraka, atajiriki haraka, nitakosa hichi mie. Basi hufika mwanadamu aliye muislamu akaachilia mbali kuswali pinde akijua hapa nitapata matayasara ya kidunia. Ya Mwenyezi Mungu inakuwa tena hayana maana. Ndio ahadi iliyopo kwenye Qur'ani, sura A'raf aya nambari 96, walau anna ahla alqura amanu wattaqu, na lau kama watu wa miji waliamini na wakamcha Mwenyezi Mungu, la fatahna alaihim, wallahi tufungulia sisi juu yao barakatin, baraka nyingi zisizokuwa na idadi. Watu wangejionea mambo ya ajabu katika ardhi hii. Baraka hizi tungezifungua minas samai, kuanzia mbinguni, wangekula vya juu, wal ardhi, na ardhini, na wangekula vya chini vile vile. Walakin kadhabu, lakini viumbe wamekadhibisha, matokeo yake faakhadhnahum, sisi tukawanyaka kwa adhabu mbalimbali, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya yale maovu waliokuwa wao wanayachuma. Wallahi, laiti mwanadamu walau rakiba al-insanu ar-rih, laiti mwanadamu angepanda chombo cha usafiri upepo, ingelikuwa upepo unaweza kumsafirisha hivi hivi. Kwa nini apande upepo? Liyafirra minar rizqi, ili aikimbie riziki. Angetokea mtu kachoka na kuruzukiwa, mimi tu, we riziki hunioni baada leo, bye bye, napanda chombo na kuwaga, umenishika mimi tu. Lau kama bwanadamu rakiba arriha liyafirra minar rizqi, la rakiba arrizqu albarqa, wallahi riziki ingelipanda chombo chenye spidi kubwa zaidi kuliko upepo. Riziki ingepanda spidi ya umeme, ili kilichoandikwa ukipate tu. Hivi sasa hivi kuna matunda yako Ulaya, Uingereza, yana majina ya watu walioko Unguja, na lazima watakula wao maepuli hayo, haikuna vingine. Lakini mwanadamu tu anapapara, ana wasiwasi, ana shaka, anafika mpaka kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kitu duni kabisa. Riziki kwa Mwenyezi Mungu ni upuuzi mtupu, lakini anachokitaka ni kutiiwa, ni kuaminiwa Mwenyezi Mungu. Jambo la 8 ambalo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini kuwapa hapa duniani, amewaahidi waumini utukufu. Na kila mwanadamu ana tabia ya kupenda kuwa mtukufu hapa duniani. Anataka ajulikane kuwa ni binadamu kama binadamu, na kwamba atukuke. Ndiyo maana ukaona dunia nzima kuna mapambano ya vita, watu wafahamiani, yani kila mmoja anataka awe juu kuliko mwingine. Hayo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini, kama wataamini kweli kwa Mwenyezi Mungu atawapa utukufu. Hayo Mwenyezi Mungu ameyabainisha kwenye kitabu chake kitukufu, sura Al-Munafikuna, katika aya nambari 8 ya sura hii. Mwenyezi Mungu amesema, yakuluna, wanafiki wanasema, la irja'na ila almadinati, sasa hivi tuko safarini tu, lakini tukirejea tukafika huko Madina nyumbani, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, watawatoa walio watukufu katika mji huo, watawatoa wale waliokuwa dhalili, wanyonge. Maneno haya ametamka raisul munafiqina, kiongozi wa wanafiki, kwa jina akiitwa Abdullahi ibn Ubay ibn Saluli. Huyu alikuwa ni mnafiki mkubwa, alificha unafiki wake kwa kujitapa kwamba amesilimu, akawa anaswali na Waislamu pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu
siku za Ijumaa akiinuka msikitini kabla ya swala za Ijumaa, akianza kumsifu mtume na kuhimiza watu kufanya kheri na kumpenda mtume na kumfuata, anasema mpaka analia, anawadanganya watu vile. Mwenyezi Mungu akimjua na kamwekea pahala, iko siku moja atamkashifu, kwa sababu ni mwenendo wake Mwenyezi Mungu. Ni kwamba anasema kwenye kitabu chake kitukufu, hawawachi waumini katika hali walionayo mpaka itafika wakati ya miza al-khabitha min at-tayyib, atapambanua aliye mbaya kutoka kwenye grupu la watu wema. Siku moja atatoka, kama atakuwa si mkweli, lazima Mwenyezi Mungu atatoa mtihani. Atabainika mtu maneno yake, atabainika mtu vitendo vyake, na watu watamshikia tama, fulani kasema hivi, fulani kafanya hivi. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwaacha ovyo ovyo waumini juu ya namna ya kupendana mliko nako, kudanganyana mliko nako, hata yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka pambanue Mwenyezi Mungu aliye mbaya kutokana na walio wema. Basi ikafika wakati huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli, mtume alikwenda vitani pamoja na maswahaba, na yeye akaingia kwenye kundi hilo, na amewahi katika vita vya Badri, katika vita vya Badri, vita vya Uhudi, amewahi vita vya Uhudi kuwatoa watu 300 katika watu 1000 waliokuwa nao mtume. Anakwenda kupigana vita na Makuraishi wanaofikia 3000 idadi yao, yeye katoka na watu 1000. Basi 300 njiani akawashawish Abdullah bin Ubay bin Saluli, wakarejea. Mwenyezi Mungu anasubira kubwa, anamwachia tu. Lakini ilifika siku wanarejea bwana mtume katika vita vya Bani al-Mustaliq, ikabidi wafika pahala kiu zimewashika, maswahaba wamekanyaga majangwa, wengine kwa miguu, hata vyombo vya kupanda hawana. Ikawa pale imetokezea kiu ya kuwatoa roho watu. Hatimaye ghafla ikapatikana maji jangwani. Yalipopatikana maji, unajua binadamu na kiu, stahamala inaondoka wakati mwingine. Walikimbilia watu kwenye maji mpaka pakawa na msongomano kidogo pale pahala. Ulipotokezea msongomano kidogo, watu wameshipa ya hamaki ikawapanda, wakatokezea kusokotana, mtu mmoja katika Ansari, watu wa Madina, na mtu mmoja katika Muhajirina. Kwa bahati yule Muhajirina alikuwa mwenye nguvu zaidi, akamzidi, akamtupa chini yule Ansari. Abdullah bin Ubay bin Saluli akaona hapa ndiyo nafasi nzuri ameipata ya kuvuruga Uislamu na Waislamu wenyewe. Akasema, hii ndiyo faida tuliojitafutia watu wa Madina. Waarabu wamesema, sammin kalbaka liyakuluk au liyaktulak, mnenepeshe mbwa wako kisha baadaye kutafune ya kuue. Naona mijibwa hii, mijibwa hii imetoka Maka kule na njia zao, wamekuja hapa tukawapokea, tukawaneemesha, tukawacha mali zetu, tukawacha majumba yetu wakati mwingine, na kuna waliowapa talaka mpaka wake zao. Alikuwa na mke zaidi ya mmoja, akamwambia, wewe itabidi umalize eda kisha uolewe na ndugu yangu Muislamu Muhajir. Leo hii tumewanenepesha, wameshakuwa na hali nzuri, watufikia hadi kutupigia mtu wetu kama hivi. Maneno yale aliyasikia sahaba wa mtume Abdullah bin Mas'udi, akasema sistahamili nina kumwambia mtume aliyosema huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli. Yenda kumwambia mtume, mtume akamwambia, stahamili, mimi namjua sana huyu zamani, lakini wakati wake haujafika bado, Mwenyezi Mungu atamkashifu. Basi huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli katika maneno aliyotamka mabaya alisema hivi, la irja'na ila almadinati, tukirejea nyumbani Madina watakiona chao hawa, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, walio watukufu watawatoa katika mji huo walio wanyonge wadhalilifu, watafukuzilia mbalini. Yani wao ni watukufu na wale dhalili ni mtume na masahaba wake ambao ni Muhajirina, wale nasema ni wanyonge, maana wageni si kwao pale. Hii ni tabia mbaya sana
kwa mtu milki ya Mwenyezi Mungu ya ardhi kuona kwamba mwingine ni mnyonge, mwingine hastahiki, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, akatamka maneno mtu kumfukuza mtu. Mwenyezi Mungu aliingilia kati jambo hili, akalijibu akasema walillahi al-izzatu, na ni wake Mwenyezi Mungu utukufu wote, nguvu zote anazo yeye, walirasulihi, na utukufu anao mtume wake, walilmu'minina, na utukufu wanao waumini. Kwa hivyo hapa pana ahadi nzito, waja wakipatikana wenye kumamini Mwenyezi Mungu vilivyo, wakawa hawatetereki katika imani zao, Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwapa utukufu, kwa sababu anasema walillahi al-izzatu walirasulihi. Aya ya 8 hiyo sura Al-Munafiquna. Na ni wake yeye Mwenyezi Mungu utukufu na mtume wake, walilmu'minina, na hata waumini vile vile Mwenyezi Mungu amewawekea wawe watukufu katika ardhi hii. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiki wanayasema hayo hawajui wao hakika ya mambo ilivyo. La 9 katika mambo machache tuliyokusanya kiasi cha kuonyesha ushahidi tu na dalili ndani ya Qur'ani, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini kuwapa hapa duniani, amewaahidi kuwapa maisha yaliyo mema, maisha yaliyo bora, maisha ya kuishi binadamu yakajulikana kwamba haya ni maisha ya kuishi mwanadamu, mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adama, tumemtukuza sisi mwanadamu. Kwa hivyo na hata maisha yake vile vile yawe ni yake mwanadamu, akijivunjia hadhi mwenyewe hiari, lakini Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tukawachukua katika safari za nchi kavu na baharini, warazaqnahum min at-tayyibati, na tukawaruzuku katika namna nzuri nzuri za riziki. Binadamu anavyokula tofauti na mnyama. Mnyama hana haja kupika wala kutia kiungo wala kumenya, ni kuingia kwenye majani. Mnyama kama tunavyowaona wanakula majani kwa midomo, hamna kumenya wala kucheki hichi kinaua au hakiui. Lakini binadamu sivyo ilivyo, analima, anavuna, anamenya, vya kuanikwa vinaanikwa, vya kutwangwa vinatwangwa, wanaingia jikoni wanapika, na katika mapishi wanatia viungo, wanapika chakula kile ambacho wanakitamani wenyewe, kije katika namna ambayo wanaipenda wenyewe, chumvi kiasi gani, sukari kiasi gani, ili kiwemo, bidhari nzima iwemo. Huyu ndo binadamu. Warazaqnahum min at-tayyibati. Isitoshe Mwenyezi Mungu anasema katika sura Bani Israila hiyo, wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tukawatukuza kwamba wao ni bora kuliko wengi tuliowaumba, tukamtukuza binadamu kwa tafdhila zilizokuwa hazisabiki. Basi amewaahidi waumini kuwapa maisha mema kwa sababu viumbe bora kawatukuza. Katika kuwatukuza binadamu Mwenyezi Mungu akasema katika suratul A'rafi, akasema ya bani adam, enyi wanadamu. Hii yote tunaonyesha kwamba ni maisha mema, lakini kabla kuishi maisha mema kuwapa kwamba kwanza amewatukuza viumbe wenyewe, na ndiyo maana akawapa maisha mema, kinyume na wanyama. Anasema kwa kuwaita ya bani adama, enyi wanadamu, qad anzalna alaikum libasan, sisi tumeteremsha juu yenu kivazi, nguo. Hizi nguo tumeteremsha yuari sawatikum, ili zisitiri aibu zenu, zifiche nyuchi zenu. Binadamu usiwe kama punda na ng'ombe. Hiyo ni binadamu hutoki nje bila nguo, na hiyo nguo yenyewe isiwe nguo nusu uchi, imekuenea vizuri. Atakayekuona njiani anajua kwamba huyu ni mwanadamu nimekutana naye, sijakutana na nguruwe wala ng'ombe wala punda, nimekutana na binadamu. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, na tukateremsha na mapambo, mjipambe, mvae na halafu mpendeze. Walibasu taqwa, na tukateremsha na vazi la uchaji Mungu. Dhalika khair, hilo litakuwa ni bora zaidi. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, hizi ni katika ishara za dalili za Mwenyezi Mungu kuwepo kwake na kwamba anawapenda viumbe vyake. Hizi dalili za Mwenyezi Mungu la'allahum yadhakkaruna, ili viumbe wapate kukumbuka.
Utukufu huu Mwenyezi Mungu amemtukuza binadamu, akamteremshia nguo za kuvaa, kampa maarifa ya kushona, namna ya mitindo mbalimbali. Hatimaye mwanadamu huyo anakuja kuvunja utukufu huu. Anafika wakati kwa furaha yake alionayo au msiba uliomfika, wako wanaochana nguo mbele za watu kwa ajili ya msiba na kujipiga chini na kujitupa na kuomboleza na kutamka maneno yasiyofaa katika kumshtaki Mwenyezi Mungu. Anamtia mahakamani Mwenyezi Mungu kwamba alomfanyia kamfanyia dhulma, kamfanyia makosa labda. Na wengine furaha sifu dogo litokee duniani, ile furaha yake inampa kwenda uchi wenyewe wa mnyama. Na wala asije akasema mtu kama mwanitakia nini, kama uchi wangu mwenyewe, kama kuadhirika niadhirika mimi, nyinyi mkukusuni nini? Hapana. Kiungo ulichonacho umepewa amana, si chako, na ukitumie vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha itafika siku mtakuja kuulizwa siku hiyo kuhusu neema ya amana Mwenyezi Mungu alizokupeni, mmetumia vipi? Kisha Mwenyezi Mungu akasema mbele ya sura Araf kuhusu habari ya kivazi, kuonesha kwamba kamtukuza mwanadamu, na ni wajibu wake Mwenyezi Mungu ampe maisha bora sana kwa kuwa kamtukuza. Sio kamtukuza halafu baadaye kampa maisha duni. Haya maisha duni tulionayo haya ni kwamba sisi tumemkosea Mwenyezi Mungu sana. Tunaishi katika adabu, tunaishi katika makamio. Mwenyezi Mungu ametukasirikia. Shida katika kila upande ni kwamba sisi tumeisababisha. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا, wallahi viumbe kama watasimamisha njia ambayo mimi nimewaambia wapite, na ahidi kwamba ningewapa maji mengi, manake neema nyingi, linaftinahum fihi, ili tuwafanyie mtihani katika neema hiyo. Waman yu'rid an dhikri rabbih, na mwenye kupuuza maonyo ya Mola wake imeshawekwa kwamba na yeye atavurugiwa jambo lake vile vile. Yaslukhu, atamsukuma yeye adhaban saada, kwenye adhabu zenye kupanda juu. Adhabu zinapanda juu. Ukitoka katika shida ya maji tabu, unakwenda kwenye shida ya umeme. Ukitoka hapo maradhi hayana dawa. Ukitoka hapo sijui balaa gani nyingine inakuja. Adhaban saada. Kwa sababu gani? Waman yu'rid an dhikri rabbih, na mwenye kupuuza maonyo na makumbusho ya Mola wake imewekwa yasluku adhaban saada, atamsukuma katika adhabu zenye kuongezeka na kupanda juu. Ukapoteza ila kuwakashifia miili yao, ila kuwavua nguo. Nikishawavua nguo basi wamekwisha. Alichokifanya yanzi'u anhuma, aliondosha kwa wawili hao libasahuma, kivazi chao, liyuriyahuma sawatihima, ili apate kuwaonyesha aibu zao, apate kuwaonyesha tupu zao. Na huyu ni adui yenu ambaye innahu yarakum huwa wa qabiluhu, yeye anakuoneni nyinyi na vizazi vyake, min haythu la tarawnahum, katika hali ambayo nyinyi hamwaoni. Inna ja'alna shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun, na sisi tumejalia mashetani kuwa ni vipenzi kwa wale ambao hawaamini. Mja akiwa kaamini barabara, shetani anamtema, anamuepuka. Imani yako inakuwa ni kitu kigumu sana kwa shetani. Ukikutizama unajua ndo hapa sipati kitu, na kwenda kuendea wale ambao ni watupu kwenye vifua vyao. Kwa hivyo katika mambo machache la tisa ni kuwapa maisha mema. Mwenyezi Mungu ameeleza juu ya maisha mema haya katika suratul Nahli aya nambari 97. Amesema hivi: man amila salihan, mwenye kufanya kitendo chema chochote kile ambacho kimethibiti kuwa ni chema kwa nafsi za Qur'ani na hadithi, min dhakarin, na awe mwanamme aliyefanya wema huo, au untha, au ni mwanamke, wa huwa mu'minun, lakini kwa sharti kwamba yeye ni mwenye kuamini. Ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyopo, fala nuhyiyannahu, basi tutamhuisha yeye hayatan tayyiba, uhai ulio mzuri usiokuwa na shida yoyote. Wala najiziyannahum, na tutawalipa wao ajrahum, malipo yao, biahsani ma kanu ya'malun, kwa vizuri zaidi kuliko vile ambavyo wao wamefanya ule wema wenyewe. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu.
kwamba atawapa maisha bora sana waumini katika ardhi hii. Sisi tutakiwa kuamini vizuri tu. Kila kitu Mwenyezi Mungu anacho, amekizuia hivi sasa, ametuharibia mambo, ametukorogea mambo, anataka tukumbuke, anataka turejee. Amesema katika baadhi ya aya, dhahara alfasadu fil barri wal bahri, utaona zimedhihiri fisadi nchi kavu na baharini. Haya mambo yote sio bure bure, bima kasabat aidi nas, kwa sababu ya kilichochuma mikono ya watu. Mikono ya watu imefanya maovu, na anataja Mwenyezi Mungu mikono kwa sababu binadamu bila mikono hana maisha, hakamati. Mikono inomsababisha kufanya mambo. Mwenyezi Mungu anawaondolea neema zote, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili kuwaonjesha baadhi tu ya mambo walioyafanya, la'allahum yarji'una, ili wapate kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo man amila salihan, ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini kwamba atawapa maisha mema. Anasema katika sura hiyo Nahli aya 97, mwenye kufanya wema, min dhakarin, akiwa ni mwanamme, au untha, au ni mwanamke, wa huwa mu'minun, kwa sharti kwamba yeye ni mwenye kuamini, sio mwingine. Fala nuhyiyannahu, tunaweka ahadi kwamba tutamhuisha yeye hayatan tayyiba, uhai ulio mzuri. Wala najziyannahum ajrahum, na tutawapa malipo yao biahsani ma kanu ya'malun, kwa vizuri zaidi kuliko vile ambavyo wao walikuwa wanafanya. Haya enyi ndugu Waislamu, kwa uchache tu ni baadhi tu ya mambo ambayo watayapata Waislamu hapa duniani, na haya ndiyo walioyapata wenzetu waliotutangulia kwenye imani. Ndivyo walivyowekwa na Mwenyezi Mungu hivi. Ilifika wakati watu zaka zao hakuna wakupewa, kila mmoja anataka kutoa yeye zaka. Sasa mali inaingia kwa wingi kama hivi, ifanywe nini? Patolewa maamuzi, jamani, kila mwenye deni ambaye kashindwa kulipa deni lake aje kwenye baiti mali almuslimina, achukue gharama zote akalipe. Wakaja watu kutoka sehemu mbalimbali duniani wakachukua madeni kulipa, na mali iko pale pale, kwa sababu watu wanaamini vizuri Mwenyezi Mungu anapa maisha mema. Ikabidi kulipia madeni, haitoshi tena, latolewa tangazo jengine, jamani kila aliyefikia umri wa kuoa na hana nafasi ya kuoa, pengine mahari makubwa sana au hivi na hivi, na aje katika baitul mali almuslimina apewe kitu cha kuolea. Wamekuja vijana wakaozeshwa, ikawa hakuna sababu ya kumfanya mtu aharibu umbile la Mwenyezi Mungu kwa kumleta mtoto duniani, akawa wazee wake wana kasoro, hamjui baba yake sahihi, hamjui nani ami yake, hamjui nani ndugu yake sahihi. Ikawa umemdhulumu mtoto huyo kwa kumleta duniani katika njia ambazo Mwenyezi Mungu hazitaki, ikawa salama salimini duniani. Hii ndiyo hali waliokuwa nayo wenzetu ambao wametangulia kwenye imani hii, na walioamini kikweli kweli, sio imani ya masara. Ama kuhusu nyumba ya akhira, hayo machache na mambo 9 hapa duniani Mwenyezi Mungu ameahidi watu wakiamini atawapa. Ama kuhusu nyumba ya akhira, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametamka maneno katika suratul Kahfi kwenye aya nambari 107 mpaka nambari 108. Amesema kama ifuatavyo: innal ladhina amanu wa amilu salihati. Sasa tunakwenda akhira. Sasa hakika wale ambao wameamini na wakafanya mema, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, imekuwa kwa wao pepo ya Firdausi ndiyo pahala maalum watakapoteremkia, ndo karamu imeandaliwa pale. Khalidina fiha, wataishi humo daima milele. La yabghuna anha hiwala, hawatotafuta sababu yoyote ya kubadilisha maisha hayo kwa kuyapata mengine. Yani wayunaamuna abadan, wataneemeshwa milele. La yabghuna anha badilan, hawatotafuta mabadiliko ya uhai mwingine, watatosheka na wajue kwamba sasa huu ndo uhai. Kumbe ile dunia ilikuwa si lolote si chochote, kumbe haya ndiyo maisha ya kweli kweli.
innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale ambao wameamini na kufanya mema, kanat lahum, imekuwa kwa wao, Mwenyezi Mungu amehukumu huko na kwa kwenda, jannatul firdausi, pepo ya firdausi, nuzula, itakuwa ndiyo materemkio yao, khalidina fiha, watakaa humo daima milele, la yabghuna anha hiwala, hawatotafuta tena mbadiliko mwingine wa maisha. Na naam, neema mtu akiwa nayo tena anataka nini? Akasema tena vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Luqmani kwenye aya nambari 8 mpaka nambari 9. Aya ya 8 na ya 9 sura Luqmani, Mwenyezi Mungu amesema, innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale ambao wameamini na wakafanya mema, lahum jannatun na'im, wao watapata pepo zenye neema nyingi, khalidina fiha, humo wakae daima milele, wa'ada Allahi haqqan, na hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo ya kweli, wa huwa al-azizul hakim, anaahidi kwa kujiamini, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu, tena ni mwenye hikma, alisemalo na alisema kwa kuliendea deep, ana hikma nalo na ana uwezo wa kulifanya. Kwa hivyo enyi ndugu Waislamu, yoyote anayechunguza hali za Waislamu leo duniani, kutokana na haya tuliyozungumza ya ahadi za Mwenyezi Mungu kuanzia duniani kwamba atawapa, tumetaja mambo 9, lakini atakayekaa kitaka kwa makini akaona ahadi ziko hivi na kuamini, watu wameamini kwa ile dhana ya imani anayojua yeye. Labda mtu anasema la ilaha illa Allah, ni Muislamu maridadi sana, kavaa Kiislamu kanzu na hivi na hivi, au mwanamke buibui na hivi na hivi, na labda anaonekana na swali, watu wakaona imani ndiyo hiyo labda, na labda akaonekana kafunga mtu Ramadhani, watu wakaona imani ndiyo hiyo labda. Sasa kakaa mtu makini kabisa, hizi ahadi mbona hatuzioni? Maisha gani tunaoishi sisi ndio maisha bora haya? Ahadi zote 9 hata moja hatuioni. Anayechunguza hali za Waislamu leo duniani ataona kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini hapa duniani bado hawajayapata, na hakuna tamaa ya kuyapata. Hawajayapata na wala hakutarajiwi tena kama watayapata, kwa mujibu wa hali inavyoonekana dunia inavyokwenda. Kila zama zikenda mbele, yale maovu yanawazidi binadamu, mpaka Ibilisi amegeuka leo, amekuwa mwanafunzi badili ya yeye kwa ni mwalimu wa kuvumbua namna ya uovu. Sasa kabakia nyuma, anashangaa, mwanafunzi wangu binadamu kafika mpaka hapa. Hayo ya kuwa Ibilisi kageuka kuwa mwanafunzi na mwanafunzi binadamu kageuka kuwa mwalimu yanapatikana katika sura Al-A'rafi. Mwenyezi Mungu anasema, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, wasomee habari ya mwana wa chuoni ambaye tulimpa maneno yetu kuyajua, akafahamu vizuri, lakini fansalakha minha, akajivua nayo maneno yale kama nyoka anavyoitoa ile nguo yake akabakia mweupe. Faatba'ahu shaitanu, na sasa mwanadamu akawa shetani ndio anomfuata yeye, kisha serenda mwana shetani, anaona binadamu sasa mwalimu wangu kanizidi. Fakana minal ghawin, na akawa ni miongoni mwa wapotevu. Mwanachuoni alikuwa kijua kila kitu, alafu baadaye anabadilika. Walau shi'na, na lau tungetaka sisi, la rafa'nahu biha, tungemnyanyua daraja yake kwa ilmu ile tulompa ya dini. Walakinahu akhlada ila al-ardi, lakini yeye mwenyewe kaamua kuzama ndani ya ardhi. Wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio yake. Famathaluhu, basi mfano wa mwanachuoni kama huyu, kamathalil kalbi, ni kama mfano wa mbwa. Hapa Mwenyezi Mungu amemkaripia mja wake, anamwita jibwa. Usije ukaona kwamba hii Qur'ani imezidi mno, sasa watu wanatukanwa na hivi na hivi, hata baba na mama naye vile vile, na mwalimu naye vile vile. Upata wakati ukimkera anakwambia
kafiri we, hufanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu tena ashindwe vipi kumwita kiumbe aliyemuumba mwenyewe? Macho kampa yeye, mdomo kampa yeye, kila kitu kampa yeye. Basi anasema hapa mfano wa mwanachuoni anakuwa kama mbwa. Kwani mbwa ana tabia gani? Tabia ya mbwa, in ta'mil alayhi yalhath, ukimchukulia papara mbwa ukamkemea, utakuta na hema, ulimi uko nje. Au tatruku yalhath, au kama utamwachia hivyo hivyo, yeye ana hema, hajulikani kama kashiba au ana njaa. Kila wakati mbwa yuko hajulikani huyu mbwa wangu vipi, yuko hivyo tu. Ndio jibu lilivyo. Basi mwanachuoni anakuwa hivyo hivyo. Wakati mwingine yeye nakula na kipato, yuko tayari kutumia mpaka aya za Mwenyezi Mungu kuzichezea kwa ajili ya kupata hicho kipato, na kumdanganya mwanamke kwamba wewe umezaa, njoo nikutoe ujuzi, huwezi kuswali wewe mpaka uje nikueue, nikutoe ujuzi, nikusomee Qur'ani, huku ninakukogesha na kumwagia maji. Uongo mtupu hivyo. Hakuna mambo hayo katika dini hivyo. Basi hutumia mtu mpaka aya za Qur'ani pale kwa ajili ya kupata hicho anachokitaka. Imekuwa mfano wake kama mfano wa mbwa. Saa mathalan alqaumu alladhina kadhabu biayatina, mbaya sana mfano wa watu ambao wanakadhibisha maneno yetu. Wa anfusahum kanu yadhlimun, na nafsi zao wakawa ni wenye kudhulumu. Basi Muhammad anaambiwa wasomee watu habari hii. Hiyo ndiyo hali tulionayo duniani. Tukichunguza hali zetu, ahadi iko wapi? Hatunazo zote, tisa hatunazo duniani, na kwa hivyo hata tamaa ya kuzipata hakuna. Huu ni uthibitisho kwamba imani zao ni dhaifu au wamepoteza sifa ya imani kabisa. Maana yake imani zetu ni dhaifu, tunaishi katika mabalaa, sisi ni watu duni, tunaonekana bora. Makafiri hali zao nzuri, mpaka watu wanavutwa na makafiri kwa hali zao nzuri. Anaona mtu, nimeswali miaka mingapi mimi, mbona hali yangu iko hivi? Shida kila upande. Huu ni uthibitisho ya kwamba watu imani zao dhaifu, au kama si dhaifu basi wamepoteza sifa ya imani, au sifa nyingi za imani hawanazo kabisa. Na hii ndiyo sababu ya kupoteza yale walioahidiwa na Mola wao hapa duniani. Kama vile katika hayo walioahidiwa tumetaja tokea mwanzo katika utangulizi darasa iliyokuwa Lumumba, tukasema ya kwamba ameahidi Mwenyezi Mungu mambo haya yafuatayo: ushindi kuwapa waumini juu ya maadui zao, kuwakinga na kila balaa, kuwalinda, uongofu, kuwa watukufu ulimwenguni, kutoshindwa na makafiri, na kuwapa riziki njema, utukufu na maisha mema. Hayo yote Mwenyezi Mungu ameahidi, lakini hawanayo waumini. Kwa hivyo atakayeendelea baada ya kuyasikia hayo, atakayeendelea na hali hii, basi atayakosa hata yale ambayo Mwenyezi Mungu amewatayarishia waumini huko akhira. Na kama walivyohasirika hapa duniani, wasiweke tamaa kwamba labda mambo Mwenyezi Mungu atayabadilisha huko. Kama walivyohasirika hapa duniani, basi huenda wakapata hasara ya kuingizwa katika moto wa Jahannam. Wa na'udhu billahi an nakuna min ahli nari. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukinge sisi kuwa ni watu watakao kuhukumiwa kwenda kuishi katika moto. Kwa hivyo, enyi ndugu waumini, ni lazima tuitie nguvu imani tulionayo. Tusitosheke kwamba sisi tutamka shahada 2 na kuswali swala 5 na kufunga mwezi wa Ramadhani na kufanya mawili matatu ya Kiislamu. Tusitosheke. Imani yataka itiwe nguvu kila wakati, ithibiti, ipande juu. Tuitie nguvu imani, tuithibitishe na kuiongezea nguvu mara kwa mara. Kila wakati yataka imani ichekiwe, kama unavotia chaji taa yako ambayo inakwendea betri. Yataka chaji taa yako, kama haina basi taa zikizima huna kitu.
Kama unavotia chaji vile vile simu yako ya mkononi, ikikosa chaji basi haitakuwa na manufaa yoyote. Basi kwa hivyo imani ndo hivyo hivyo, yataka kutiwa chaji kila mara ili ipate kufanya kazi. Tuitie nguvu kila mara kwa njia ya kueneza ilmu ya imani. Hii ndo njia pekee ya kuweza kuitia nguvu imani, ni kuisambaza na kuieneza ilmu ya imani. Imani na ilmu ni fani maalum, ni subject maalum hiyo, kama vile unavyoona lugha, kama vile unavyoona hisabati, kama unavyoona science. Na upande wa imani ni subject maalumu, yataka kutiwa nguvu imani kwa kueneza ilmu ya imani. Ilmu ya imani hii ienezwe kati ya Waislamu na kufuata sheria za dini. Haya ndiyo mambo itayofanya imani iongezeke, iwe na nguvu. Kwanza ni kuisomesha, halafu ni kufuata sheria za dini. Enye ndugu Waislamu, ni wajibu wa maulama, ni wajibu wa wale ambao wamepata bahati ya kujua mambo katika dini. Maulama hawa wawe ni wanawake na wanaume, ni wajibu wao kujitolea muhanga kusimamia wajibu huu wa kuitapakaza na kuieneza ilmu hii ya imani. Huu ni wajibu. Haya mambo ya lazima. Tutakwenda kukabaswa, tutakwenda kuulizwa ilmu zetu zimefanyia kazi gani. Ni wajibu kusimamia kazi hii, hasa pale wanapoona jinsi gani wale wasioamini Mungu wanavyowashambulia Waislamu na wanavyojaribu kuwaingiza katika dini zao kwa nguvu, au kwa kuwahadaa kwa mali, au kwa kuwahadaa kwa ilmu, na kadhalika na kadhalika. Makafiri siku zote duniani hawaridhiki mpaka wahakikishe kwamba wamewanyang'anya Uislamu imani zao za kuamini Mwenyezi Mungu mmoja, na kwamba wamewaleta katika mila zao. Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'ani, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kabisa hawatakuridhia wewe Muhammadi na umati wako Mayahudi na Manasara mpaka wakuone tattabi'a millatahum, unafuata mila zao, mila zao za kila hali. Kama wanakwenda uchi hawatakubali mpaka na wewe kuendeshe uchi vile vile. Kama wanakula nguruwe hawatakubali mpaka wakulishe nguruwe na wewe vile vile. Kama wanacheza kamari hawatakubali mpaka wakucheze. Kuipa jina, kuigeuzia majina, hawaiti kamari sasa, inaambiwa ni bahati nasibu ya jet bingo na mengine na mengine. Muislamu ananunua matikiti hayo ya bahati nasibu 12, 20, kwa sababu kila siku wanaona watu kwenye magazeti wamekusanya kibunda chao. Picha zinapigwa, wanaonekana kwenye television na kwenye magazeti, huyu ni mshindi wa jet bingo, kwa hivyo kapata kibunda kadhaa, milioni 5, milioni 10, na tiketi kanunua kwa kidogo tu pesa hivi. Basi Muislamu aliyokuwa na imani ayaone yale. Huu ni ushawishi wanaofanya watu wa magharibi, kuanzia Mayahudi na Manasara, kunyang'anya kwa Waislamu imani yao kwa hadaa na kwa tamani, kwa nguvu. Wakati mwingine kufika mpaka kumfelisha katika university. Akishaonekana Muislamu tu ambaye anatekeleza maamuru ya dini yake, basi humwekea makamio kwa basi pite huyo, labda kubali kuacha mila alionayo, ende kama wanavyokwenda watu wengine. Kama mtoto wa kike akubali kwenda mapaja nje, kwapa nje, aoneka hapo tena ndo anaweza akapewa certificate kapasi. Lakini kama sivyo, basi naam, hapiti. Basi hasa wa maulama hawa wanapoyaona haya duniani yanafanyika, hapo ndo zaidi wasimamie elimu hii ya kuishindilia imani katika nyoyo za Waislamu, ifanye kazi, waiwekee mche madhubuti na mbolea ipate kuchipua vizuri sana, iwe mche umekamata vizuri kwenye moyo, hautetereki mche, hauikauki. Na pia wanapoona namna zinavyoenea itikadi zisizo na msingi wa Kiislamu katika ardhi hii, hapo ni wakati wa kuvalia njuga, na wao maulama vile vile ndio wajitahidi zaidi kuitia elimu ya imani kwa Waislamu, kuanzia watoto wao majumbani na majirani zao na kwengine. Na mambo yaliyo batili wakiyaona yanazagaa katika ardhi, waumini wanafika wakati mpaka dini yao hawaithamini tena. Anaona haya mtoto wa Kiislamu kukamata msahafu mkononi mwake, lakini buku lenye picha za uchi,
Lakini kama kuna ukafiri mbalimbali na upuzi mbalimbali, kama kuna album la waimbaji kina Bob Marley na wengine waimbaji wetu warusha roho na matarabu, mtu atakamata kwa ufahari albamu, na mwingine hebu nione namna kama hivi. Lakini mtu kuambiwa amekamata kitabu cha hadithi za Mtume, amekamata tafsiri ya Qur'ani, imefika wakati mpaka itikadi batili imezagaa, kijana wetu wa Kiislamu anaona haya hata kufika wakati wa sala, kenda shughulini, watu wote hawamdhukuru Mwenyezi Mungu, basi yeye ataona haya, peke yangu nitaonekana na swali hapa mimi. Itamjia kuona haya, na hatimaye kipindi hicho kinakwenda zake. Na kumbe ilikuwa yeye ndo mwenye fahari, yeye ndo mtukufu, aonyeshe mfano pale. Hata pahala kama pale watu Mwenyezi Mungu hakumsahau, ikifika wakati wa swala pataswaliwa hata jamaa vile vile, ikiwa wanawake ikiwa wanaume, hawamsahau Mwenyezi Mungu kabisa. Wakiyaona hayo maulama, itabidi wafanye kazi ya ziada katika kueneza elimu ya imani kwa Waislamu. Hata kiona mambo ya batili ambayo hao wanaoyaeneza wanajaribu kunasibisha Uislamu na kila aina ya uovu. Hatari iliyopo ni kwamba Muislamu anaonekana mbaya kaanza mwenyewe, lakini kwa hivyo kila jambo baya Waislamu, kila jambo baya Waislamu, ugaibi wanatupia Waislamu, siasa kali Waislamu, alimradi kila aina ya uovu duniani Waislamu, kwa sababu tumeacha mafunzo ya imani. Imani zetu zimefilisika, kwa hivyo tumekuwa si madhubuti, basi kila kitu sasa twatupiwa sisi, kwa sababu tumeacha mambo muhimu. Kwa hivyo enyi ndugu waumini, maudhui hii niliyokabidhiwa kwenu kuiwasilisha ni maudhui ndefu. Hapa ndipo penye Uislamu wote, hapa ndipo penye mafanikio yote, hapa ndipo kama kukwamuka watu watakwamuka hapa, na kama kuzama watu watazama hapa kwenye imani. Maudhui hii ya imani tunaiweka kwenye nyoyo za Waislamu kwa maksudi, kwa hali ya kutia shime na nguvu na kujaribu kutolea falsafa ya hali ya juu. Tunaitia katika nyoyo za Waislamu, ikiwa maudhui hii ni miongoni mwa maudhui zinazofunza uwajibu wa dini. Tuifikisha maudhui hii na kujaribu kuichomeka katika nyoyo za Waislamu, na tunamuomba Allahu subhanahu wa ta'ala wakati tunaifikisha maudhui hii msaada atupe yeye. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu yawe haya tunayoyafanikisha au na kuyafikisha kwenu yawe kwetu sisi sote wasemaji na wasikilizaji, iwe tumeyafanya kwa ajili yake Mwenyezi Mungu tu. Kubwa zaidi ni hilo la kwanza. Iwe mkusanyiko wetu, kukusanyika kwetu, kuambizana kwetu, iwe kila mmoja lengo alilolenga na kwenda pahala pale ni katafute radhi za Mola wangu, kuanzia msemaji na msikilizaji. Tukitia kitu kingine tutaondokewa na faida. Imani Mwenyezi Mungu hatotupa. Akisema mtu ninakwenda nikaonekane kwa na mimi nimekwenda, itakuwa hatari. Akisema msemaji kwenye moyo wake kwamba wakanifahamu elimu nilionayo, wakanisikia waliokuwa hawanioni, walio mbali wapate habari zangu, mambo yataharibika. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa udhati kabisa ayafanye na kuyaweka haya tunayoyafikisha kwenu ni kwa ajili yake kwetu sote, na yawanufaishe Waislamu wa ulimwengu mzima. Kila atakayesikia haya basi apate manufaa yake. Na pia tunamuomba kila mwenye kuionea uchungu dini yake, kama unamuuma Uislamu, kama Uislamu umemathiri vibaya sana kwenye moyo wake, anapata tabu, kama vile anapompatia tabu mwanawe kumuona hajala na njaa, sikukuu hakupata kiatu, anaona uchungu, kuwa mtaani itakuwa vipi, watu wote wamevaa, mwanangu hakuvaa, anamuonea uchungu. Basi na kama ikiwa watu wanaionea uchungu dini yao, tunamuomba kila mwenye kuionea uchungu dini yake afanye kila juhudi ili ajifunze yeye mwenyewe kwanza elimu hii ya imani. Akishaipata vizuri, asiwe tena anawafanyia mikogo wenziwe,
na majivuno na kuringa. Hata wakimuomba wakimtaka njoo tusaidie, hapatikani. Na awafunze watu wake wa nyumbani, kuanzia watoto na wazazi. Vile vile aitapakaze mpaka kwa majirani zake, aweke kijidasa mtani kwake, mtu majirani vile vile wapate jambo hili, pamoja na waislamu wengine walioko sehemu mbalimbali. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewafikisha mambo yote. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwafikisha kila jambo. Sasa huo wote tokea tumeianza maudhui ya imani huo. Na msikilizaji wa Radio Iman FM, ulikuwa unasikiliza hapo wakati mzuri kabisa wa mawaidha. Na sasa ni majira saa 9 kwa saa za Afrika Mashariki, ziko sawia kabisa na mji mtakatifu wa Maka. Kwa sasa ni wakati wa kuweza kusikiliza